tuanzie kwako Mazingzo, pengine mtazamo wako kuhusiana na question mark. Mtazamo wangu mimi nyoka kabisa kwamba Eli Mpanzu Kibisawala ana uwezo mkubwa sana wa kuibeba Simba na kuipatia Simba matokeo katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kama ulivyozungumza Majanta hapo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa nini nasema hivyo Majanta? Unapomtaja Eli Mpanzu ni miongoni mwa wachezaji wa daraja la juu kweli kweli. Uwezo wake sina haja ya kusimulia sana, lakini wafuatiliaji wa ligi katika kipindi hiki kichache wameona vile ambavyo anavyocheza. Hata sasa hivi ukimuuliza shabiki yote wa Simba, nitajie wachezaji sio watatu, wachezaji wawili tu hatari zaidi ndani ya Simba, jina la Eli Mpanzu aliwezi kakosa, alafu huyo wa pili ndio tutatafuta mwingine nani afuate baada ya Mpanzu. Hii unaweza kupata picha ni mchezaji wa daraja la aina gani. Na Mpanzu amethibitisha hili ndani ya kipindi kifupi. Kumbuka huyu hajacheza msimu mzima. Huyu ni ingizo jipya kunako dirisha dogo, maana yake katika ligi yetu tunayokwenda kuimaliza yeye ameenda kucheza nusu msimu. Na katika nusu msimu namba zake si mbaya, magoli 3, assist 5, kahusika kwenye magoli 8, si jambo baya. Ni mchezaji mwenye kiwango cha hali ya juu. Lakini mbali ya kufunga, mbali ya kuassist, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuwasababishia mabeki wa timu pinzani kufanya makosa, kuwapelekea madhara mara kwa mara na wengine wakapata matokeo. Kwa hiyo ndio maana tunasema ya kwamba anao uwezo mkubwa wa kuibeba timu. Kwa sababu gani? Hata yeye mwenyewe ana hamu ya kukutana na Yanga. Kakutana na timu karibia zote za ligi kuu, ila hawa wananchi bado hajakutana nao. Na anafahamu historia ya soka la Tanzania. Simba ili ifurahi ni lazima imfunge Yanga. Na wanaenda kukutana katika mchezo ambao kiukweli ni mchezo wa kimaamuzi. Yawezekana mtu akakabidhiwa kombe katika siku hiyo. Kwa hiyo yote kwa yote Mpanzu uwezo huo anao. Lakini question imeuliza pia, vipi mabeki wa Yanga Afrika wanao uwezo wa kumzuia? Uwezo wanao, lakini wafanye kazi. Kiukweli mabeki wengi wamejaribu kumzuia Mpanzu, lakini mwisho wa siku waliambulia kupata kadi za njano na kusababisha makosa mbalimbali. Mimi nakukumbusha baadhi ya michezo mabeki walijitahidi, lakini bado Eli Mpanzu alionekana kuwa na madhara. Na kukumbusha mchezo sio wa ligi, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya Al Masry, Benjamin Mkapa, ile siku ya matope kama unakumbuka. Ndio. Angalia kazi kubwa aliyoifanya Eli Mpanzu. Anawachomoka mabeki vile anavyotaka. Yaani kifupi kumkaba ilikuwa ni kazi ngumu sana. Lakini mbali tuna uwezo wa kuwa na kasi kubwa kupiga chenga, lakini pia Eli Mpanzu ni mtu ambaye anaweza kushoot nje ya box. Na magoli mengi ameyafunga ya namna hiyo. Kwa hiyo kumkaba inataka kazi. Mpanzu kiwanjani anacheza sana kutokea upande wa kushoto pembeni. Upande wa kushoto wa Simba manake utakuwa ni upande wa kulia wa Yanga kwa siku hiyo. Kulia kwa Yanga kwa hivi sasa ambaye yuko katika form ni Israel Patrick Mwenda. Si beki mbaya, lakini ni beki ambaye ana mapungufu katika maeneo mbalimbali. Uwezo wake wa kupanda na kushuka, lakini pia uwezo wake wa kukaba kidogo pana changamoto. Sasa unakutana na mtu ambaye ana speed sana. Kwa hiyo kumkaba Mpanzu inabidi uamue sasa. Usiwe mzuri katika kwenda kushambulia, manake unapokwenda kushambulia kurudi kwa kasi itakupa changamoto. Mpanzu ni mtu ambaye akikuacha dakika moja anakusababishia balaa. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu wa kuchungwa sana katika dabi ya Kariakoo. Unaweza kaiona timu nzima ya Simba imepotea, ila Mpanzu kwa uwezo wake anaweza kafanya jambo na Simba ikasimama imara, jambo ambalo linakuwa ni faida kwa Simba. Kwa hiyo yote kwa yote mimi nasema Mpanzu ni mchezaji hatari na ana uwezo wa kutumia uwezo wake binafsi kuipatia Simba matokeo siku ya tarehe 25. Sawa, mwalimu, wewe upande wako jicho lako linaonaje kuhusiana na question mark hii? Of course yani ukirudi kiufundi yote mawili yanawezekana, kwamba Mpanzu anaweza kaibeba Simba kwenye mechi dhidi ya Young Africans, lakini vile vile Young Africans wanaweza wakamzuia vile vile Mpanzu. Na wakati mwingine unajua kumzuia mchezaji kama Mpanzu sio lazima kazi hiyo waifanye mabeki. Yani namna tu Yanga watakavyocheza mechi siku hiyo, wana uwezo wa yani kiufundi kimbinu zaidi, wana uwezo wa kumzuia Mpanzu pasipo hata mabeki labda wa pembeni, kwa maana labda kama kulia anacheza labda Israeli, huku kushoto anacheza labda Boka, yoyote yule. Yani kuna namna ambavyo mchezaji unaweza ukamzuia yani kwa kumpangia
yani kwa kazi maalum ya mchezaji ambaye anapewa, kwa mfano labda bwana wewe utadili na wewe, lakini kuna namna nyingine ni kumnyima mpira. Sasa kumnyima mpira ni namna ambavyo timu inaweza kutengeneza mazingira kuhakikisha kwamba watu wanaocheza eneo la kiungo sana sana, hapa ndo ambao tutasema ndio nini, yani ni mzizi wenyewe wa timu katika kutengeneza mashambulizi. Unaweza kwanza mkawazima, lakini pili ni kuangalia maeneo ambayo yeye anatembea kiwanjani na kuhakikisha kwamba mipira haimfikii, na kama inamfikia basi inamfikia akiwa labda yuko mbali na goli. Ushaona kuna mechi ambazo mchezaji mmoja mzuri wa eneo la mbele, yani kuna wakati fulani unakuta yani hapati mipira ya kutosha mpaka analazimika labda kurudi mpaka eneo labda la nyuma katikati kwenda kufuata mpira. Maana yake pale unakuta imefikia hatua kwamba ameona kwamba mipira haifiki. Kwa hiyo mimi kwangu nikijaribu kuliangalia hili swala, Mpanzu kweli amekuwa katika kiwango kizuri toka amekuja Simba, na mchango wake umeonekana. Amekuwa mchezaji ambaye ni machachari sana, amekuwa mchezaji ambaye ni mtundu dhidi ya walinzi wengi mpaka sasa hivi, lakini haimaanishi kwamba labda Young Africans au walinzi wa Young Africans hawawezi kumzuia. Hapana, yani sio tu walinzi wa Young Africans, hata walinzi wa Ken Gold, hata walinzi labda wa KMC wanaweza kumzuia Mpanzu, lakini ni mchezaji hatari ambaye naamini kabisa kuelekea mechi ya ya siku hiyo tarehe 25 lazima kutakuwa na mpango kazi fulani ambao utawafanya yani Young Africans kucheza kwa tahadhari juu yake. Yani hivi ni vitu vya kawaida kabisa. Kuna wakati fulani hivi niliwahi kuona mchoro mmoja ambao kocha wa zamani wa Real Madrid Carlo Ancelotti alikuwa amewacholea wachezaji wa Real Madrid namna gani ya kumzuia Messi. Yani sasa hii ilikuwa ni taski ya timu nzima kwamba ili Messi asiwe hatari kwenye kwa upande wetu, inatakiwa iwe hivi. Kwa hiyo sio taski ya beki wa kulia au kushoto wa Young Africans. Unaweza kawa ni mpango kazi wa timu nzima kuona namna gani wanaweza wakacheza mchezo ambao yani utamfanya maeneo ambayo Mpanzu anacheza yasifikiwe na mpira mara kwa mara. Lakini mimi kwangu najaribu namalizia kwa kauli kwamba Mpanzu anaweza kuibeba Simba, lakini vile vile inaweza ikawa tofauti. Yani unaweza kashangaa kwenye mechi dhidi ya Young Africans ukamshangaa huyu Mpanzu ndo yule kweli, mbona hajaonesha makali. Na ukirudi kwenye miaka hii 3, 4, 5 kuna wachezaji pale Simba wametamba sana, lakini kwa mfano Chama alivyokuwa Simba, kuna mechi moja ambayo Chama ndo aling'ara sana, ilikuwa ni ile, nafikiri ilikuwa ni nusu finali ya kombe la kombe la ili CRDB Federation Cup ambayo Young Africans walifungwa goli 4-1 hata Jose Luis Mixon. Lakini katika mechi nyingi ambazo Yanga na Simba wamekutana, Luis Mixon na Chama yani hawakuwa wale tena, kwa sababu namna ambavyo walikutana na mpango kazi wa wapinzani ambao ulikuwa yani umetengenezwa kwa ajili ya wao na kuwafanya mwisho wa siku kwenye mechi dhidi ya Yanga waonekane wa kawaida. Mpaka kuna mechi moja nakumbuka mwenyekiti wa zamani wa kamati ya usajili ya Simba marehemu Zakaria Hanspop akawa nitakuwa natembea na kirungu mimi, yule ndio Chama, yule ndio Luis Mixon. Yani walikuwa kwenye mechi dhidi ya Yanga walionyesha kiwango cha kawaida sana. Lakini kwa nini? Kwa sababu kuna mpango kazi ambao Young Africans waliotengeneza wakitambua ubora wa wachezaji hao wawili. Kwa hiyo hata kuelekea mechi ya 25 naamini kabisa lazima kutakuwa na mpango kazi, kwa sababu kila mtu sasa hivi anajua katika safu ya ushambulizi ya Simba mchezaji ambaye ni hatari zaidi yani kwenye kuwalazimisha walinzi wa timu pinzani kufanya makosa ni Elie Mpanzu. Kwa hiyo lazima Young Africans watakuja na mpango mkakati dhidi yake. Kwa hiyo na huo mpango kazi wa Young Africans unaweza ukafanikiwa au usifanikiwe, na Mpanzu hivyo hivyo anaweza akafanikiwa kuwa hatari dhidi ya Yanga au anaweza asifanikiwe vile vile. Sawa, ni tathmini na maoni na upande
wa ndugu zangu hapa mjengoni, Mwalimu Lisungu Mwela, lakini pia GH kwanza umeweza kumsikia. Kwenye comment wewe pia una nafasi yako hapa ya kuweka ujumbe wako, ukatuambia pia wewe binafsi unamuona Elie Mpanzu akienda kuonesha makali yake mbele ya walinzi wa pembeni wa wananchi Young Africans. Huku upande wa kulia Patrick Israel Mwenda, upande wa kushoto Shadrack Boka wanaenda kuleteana ubabe kwenye game hii.